Mimi wakati na gombea ubunge mwaka 2020 ndugu Makonda kuwa sehemu ya ajenda yangu. Ajenda yangu ilikuwa ni maji, barabara, umeme na masuala ya maendeleo. Kwa hiyo sidhani kama naweza nikatumia muda huu kupoteza kumzungumzia mtu badala ya kuzungumzia masuala ambayo watu wa Arusha walinituma katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Singependa kumzungumzia kwa sababu yeye sio sehemu ya ajenda ya watu wa Arusha. Na miradi yote tunayozungumza hii ilianza hata kabla ya jawa mkuu wa mkoa. Ukizungumzia ujenzi wa stendi kwa mara ya kwanza, tenda ilitangazwa Januari mwaka 2024. Yeye alikuwa hajawa mkuu wa mkoa. Ukiangalia mradi wa taktiki ulikuja toka mwaka 2022 ambao yeye alikuwa hajaja mkuu wa Arusha. Baada tunaanza kujenga barabara ya Ngo-Sheraton, barabara ya Ola City, yeye alikuwa bado hajakuepo. Kwa hiyo wakati mwingine ni kutafuta tu kusigana ambako hakuna tija yoyote. Sasa kwa sababu mimi natambua majukumu ambayo nimepewa na wananchi, sitaki kutoa hiyo nafasi ya kutoka kwenye focus, kutoka kwenye reli, kutoka kwenye kazi ambayo wananchi wametutuma wa jimbo la Arusha mjini. Na uzuri Arusha ni jimbo la watu wanaojielewa, watu wanaojitambua, watu ambao wanajua tumetoka wapi na Arusha, wanajua namna ambavyo tumeyasemea maendeleo ya jimbo letu la Arusha, na wanajua miradi yote iliyoko sasa hivi hakuna mradi mpya. Miradi yote tulianza nayo toka nilivyoanza kuwa mbunge. Kwa hiyo kwa nafasi yake alitakiwa tu ashirikiane na mbunge aliyeko madarakani na ayunge mkono kazi kubwa tulianza kuipigania toka tulipata ubunge mwaka 2020. Na kwa kweli kama kuna kitu ambacho nimejitahidi sana ni kutokumfanya kuwa sehemu ya ajenda, kwa sababu wakati na waahidi watu wa Arusha masuala ya maendeleo, yeye hakuwa sehemu ya ajenda ya watu wa Arusha. Kwa hiyo naomba tusimuingize kwenye ajenda yetu ya maendeleo. Chama changu kikiniteua kugombea na uhakika nitakwenda kudhilishia umma namna ambavyo watu wa Arusha wanatambua tulikotoka, tulipo na wanavyonihitaji tuendelee kusonga mbele pamoja. Tulisema mwanzoni, najua mimi binafsi sina mashaka kwa sababu najua namna ambavyo nimewatumikia watu wa Arusha, najua namna ambavyo uzoefu wangu nilokuwa nao, kwa sababu mimi sijakulupuka tu kugombea Arusha. Mimi siasa zangu zote nimefanyia Arusha. Nilikuwa mjumbe baraza kuu la vijana taifa kuwakilisha mkoa wa Arusha. Nimekuwa pia mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya vijana wa CCM mkoa wa Arusha. Nimekuwa pale mtumishi kwenye jiji la Arusha kama mkuu wa kitengo cha kompyuta. Nimekuwa mtumishi chuo kikuu cha Nelson Mandela kama senior systems administrator. Nimefanya siasa zangu pale Arusha. Kwa hiyo kwenda pale kuwa mkuu wa wilaya, kwenda kuwa mkuu wa mkoa ni added advantage. At the end of the day, origin yangu kisiasa, ukizungumza unazungumzia mkoa wa Arusha, na ndio maana toka mwaka 2008 waliniamini vijana wa mkoa wa Arusha kwenda kuwakilisha kwenye baraza kuu la vijana taifa mkoa wa Arusha. Ni mtu ambaye nimejipanga vizuri, nimekuwa na mahusiano mazuri na wapiga kura wangu pamoja na wananchi. Nimesimama kidete kuwasemea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kujali namfurahisha nani au namuudhi nani, na nimesukuma masuala mengi ya maendeleo kiasi ambacho mimi nina uhakika yoyote ambaye anataka kuja kuingia kwenye mchakato huu anatakiwa ajipange vizuri, kwa sababu tuna mizizi ya kutosha, tumefanya kazi ya kutosha, imani ya watu ni kubwa, na kuna kitu kibaya kama aibu za kujitafutia ukubwani. Kwa maana hiyo hata kuweza